Ujenzi wa shule mpya na miundombinu unaenda sambamba na mahitaji ya jamii, ambapo tunaona shule mpya zilizojengwa zinalenga kusogeza huduma ya elimu karibu. Umbali kati ya shule na jamii unaendelea kutafutiwa ufumbuzi kupitia ujenzi wa shule karibu na maeneo hayo. Tumsikilize mkuu wa division ya elimu ya awali na msingi jiji la Dodoma, Mwalimu Priska Miala, akieleza kwa ufupi ujenzi wa shule hizo. Naitwa Mwalimu Priska Pasco Miala, mkuu wa division ya elimu awali na msingi halmashauri ya jiji la Dodoma. Halmashauri ya jiji la Dodoma ina jumla ya shule za msingi za serikali zipatazo 108. Bajeti ya mwaka 2025-26 halmashauri ya jiji la Dodoma ilipokea kiasi cha shilingi bilioni 2,059,800 kutoka serikali kuu kupitia programu ya Boost kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya elimu ya msingi. Shule 13 zilipata mgao huu wa fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ikiwepo ujenzi wa madarasa, ujenzi wa matundu ya vyoo na ujenzi wa shule mpya 2. Katika kufanikisha hili, halmashauri ya jiji la Dodoma imefanya usimamizi wa karibu sana na ufuatiliaji wa kina kuhakikisha miradi hii inakamilika na katika ubora ambao unatakiwa. Jumla ya shule zote 13 zimetekeleza miradi hii na karibu yote ipo kwenye hatua ya ukamilishaji. Tunatambua kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba watoto wote au wanafunzi wote waliopo katika maeneo husika ya shule hizi wanapata huduma bora ya elimu ikiwepo katika mazingira rafiki ya ujifunzaji. Yaani swala la uboreshaji wa miundombinu, tunatambua serikali imeweka kipaumbele kuhakikisha kwamba watoto wanasoma katika mazingira rafiki. Aidha, kata ya Zuguni ilikuwa na wingi wa wanafunzi ambao walikuwa wanasoma kwenye mazingira ya mrundikano madarasani kutoka kwenye shule mama ya Zuguni pamoja na shule ya msingi Zuguni B. Hivyo serikali ikaleta fedha milioni 302 kati ya hizo kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya eneo la mtaa wa Zuguni A kwenye eneo la shule ya sekondari Zuguni, na shule hii ya mkondo mmoja imejengwa tayari kwa ajili ya kupokea wanafunzi kutoka shule ya msingi Zuguni A kuwapunguza wachache wakasome pale na wengine kutoka shule ya msingi Zuguni B. Tunaishukuru sana serikali katika hilo. Lakini kwenye swala la wanafunzi kutembea umbali mrefu, tumeona kwenye kata Mkonze kumejengwa shule mpya kutoka eneo la mtaa wa Goba kufika shule ya msingi Mkonze. Hivyo serikali ilileta milioni 302 vile vile kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya. Kati ya hizo bilioni 2 zilizoletwa, shule mpya ya eneo la Goba imejengwa kwa ajili ya watoto wanaokaa maeneo hayo ili kupunguza umbali mrefu wa kutembea kufuata shule ilipo. Tunaishukuru sana serikali katika hili. Tutazame ujenzi wa shule mpya ya msingi Goba unaogharimu shilingi milioni 302 na laki mbili. Shule hii imejengwa kwa lengo la kutatua changamoto ya wanafunzi ya kutembea umbali mrefu kufuata masomo. Watoto wengi walisitisha masomo kutokana na kutembea umbali mrefu ambao ulikuwa unawafanya kuchelewa kufika shuleni, watoto wa kike kupata kadhia na vishawishi njiani. Vile upo ujenzi wa shule mpya ya awali na msingi iliyopo pembeni ya shule ya sekondari Nzuguni ambao unagharimu shilingi milioni 302 na laki mbili. Lengo la kuanzishwa shule hii ni kuanza utekelezaji wa mpango wa kujenga karibu shule ya msingi na sekondari, lakini pia inajengwa ili kuwapo karibu watoto waliokuwa wanatembea umbali mrefu kufuata shule. Katika shule ya msingi Chidachi umefanyika ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa, matundu 12 ya vyoo kwa elimu ya msingi, madarasa mawili na matundu 6 ya vyoo kwa elimu ya awali, pamoja na ujenzi wa jengo la utawala kwa gharama ya shilingi milioni 182 na laki moja. Ujenzi huu umeifanya shule hiyo kubadilika mandhari na utachochea ari ya watoto kupenda masomo kwa sababu watatumia madarasa hayo mazuri kusomea. Majina naitwa Mwalimu Eva Kiomo, mwalimu wa taaluma shule ya msingi Chidachi. Tunashukuru kwa ajili ya vyumba vya madarasa ambavyo tumeongezewa hapa shule ya msingi Chidachi. Kwa kweli vinatusaidia kwa ajili ya wanafunzi wetu, kwani tulikuwa kabla ya hivi vyumba tulikuwa na shifti 2. Kuna wanafunzi ambao walikuwa wanaingia mchana na kuna wanafunzi ambao walikuwa wanaingia asubuhi. Lakini baada ya huu mradi wa kupata vyumba viwili vya madarasa imetusaidia wanafunzi, kwanza kwa wanafunzi kuingia wote asubuhi, na pia kwa wanafunzi
kuwa na mazingira mazuri ya shuleni, kupata madarasa. Utoro umepungua kwa sababu ya wote kuja asubuhi. Utoro umepungua kwa kiasi kikubwa kwa hapa shuleni na inawapa wanafunzi furaha ya kujifunza katika masomo yao. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa majina naitwa Nasra Abdalla Yasini, ni mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Chidachi. Nimekuja kushukuru kwamba haya madarasa yametuongezea morali ya kujifunza darasani na imepunguza watoro ambao walikuwa hawaji shule na yametusaidia sana kwa kuwa madarasa yale ni makubwa na yana uwazo au nafasi ya kuwasaidia wanafunzi kujifunza na wanafunzi wanajifunza kwa furaha sana. Kwa haya madarasa yametusaidia. Kwa majina naitwa Colin Leanda Chembe, ni mwanafunzi wa darasa la 7 kutoka shule ya msingi Chidachi. Awali yote napenda kuwashukuru serikali kwa kutujengea madarasa mapya. Mwanzoni tulikuwa tunateseka sana tulipokuwa tunatumia madarasa yetu ya zamani. Tulikuwa hatuwezi kujifunza kwa nafasi, lakini mlipotuongezea madarasa tunaweza kujifunza kwa uhuru, kwa kujieleza, na tunaahidi serikali tutafanya vizuri sana katika mitihani yetu. Majina naitwa Mwalimu Zakaria Busongo, mwalimu mkuu msaidizi shule ya msingi Chidachi. Awali ya yote tunamshukuru Mungu, lakini zaidi ya yote tunashukuru serikali yetu ya Tanzania kwa ajili ya mradi huu wa busti katika shule zetu za msingi ambao wametupatia. Mradi huu umekuwa ni chachu kwetu kwa maendeleo ya elimu katika shule zetu za msingi. Katika shule yetu ya msingi Chidachi tumepata majengo matatu kupitia busti: jengo la utawala, madarasa mawili shule ya msingi na vyumba viwili pia vya awali. Hivyo basi, kulingana na mchakato mzima wa ujenzi ambao unaendelea mahali hapa, jengo la utawala kama jinsi ambavyo limefikia katika hatua hiyo ambayo tunaiona, lipo kwenye hatua za umaliziaji, lakini katika mfumo wa majitaka bado haujakamilika. Madarasa mawili shule ya msingi yamekamilika, madarasa mawili pia ya shule ya awali yamekamilika, vyoo vyake pia vipo katika hatua ya umaliziaji. Hivyo basi tuna kila sababu ya kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya haya yanayoendelea katika nchi yetu, hususan katika hii miradi ambayo imekuwa ni chachu hata kwa wanafunzi katika swala zima la ujifunzaji mashuleni. Hivyo basi sisi kama shule, kama walimu, tuna kila sababu ya kutoa shukrani zetu za dhati kwamba miradi hii ni mizuri, imekuwa na impact chanya katika nchi yetu ya Tanzania. Hivyo basi tunaomba kama kuna uwezekano wakati mwingine tunaweza tukaongezewa pia vyumba vya madarasa, kwa sababu kila inapoitwa leo wanafunzi wapo tu wanaendelea kuzaliwa. Tupate madarasa ya kutosha ili tuepukane kabisa na tatizo la kukosa au kuwa na uhaba wa vyumba vya madarasa, lakini pia na madawati ya kutosha. Miundombinu ikiboreshwa, pia hata madawati yanatakiwa yaende sambamba na madarasa yaliyopo. Asante sana. Tuitazame sasa shule ya msingi Mnadani ambayo imejengewa vyumba vitatu vya madarasa na matundu 12 ya vyoo kwa gharama ya shilingi milioni 90 na laki 4. Ujenzi huu umepunguza msongamano wa wanafunzi darasani na sasa wanasoma kwenye mazingira mazuri na rafiki. Majina naitwa Zena Hassan Hussein, nasoma katika shule ya msingi Mnadani, nasoma darasa la 7. Kwa kuongeza madarasa mapya yaliyokarabatiwa, wanasaidia wanafunzi kuwa na moyo wa kujisomea, kutokuwa watoro. Wanafunzi wote wanakuja shule kila siku na kuwasaidia wanafunzi kufaulu katika mitihani yao na kuwa na moyo wa kujisomea vizuri. Jina naitwa Goodluck Grayson Mkumbo, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mnadani. Napenda kusema kwamba madarasa mapya yamewezesha wanafunzi kusoma kwa bidii, utoro umepungua na wanafunzi kupenda kuja shule kila siku. Kwa majina naitwa Mwalimu Alois Mwinga, mwalimu mkuu shule ya msingi Mnadani. Tulipokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa matatu na matundu 12 ya vyoo kwa ajili ya shule yetu. Tunashukuru mpaka dakika hii madarasa yamekamilika yako 100% na wanafunzi wanakaa.
Tunashukuru sana serikali kwa sababu imetusaidia kutatua changamoto ya watoto kuwa na mirundikano kwenye madarasa. Kwa haya madarasa matatu pamoja na madawati ambayo tumewekea, imesaidia wanafunzi kukaa kwa raha na kusoma kwa Mradi wa Boost katika jiji la Dodoma umeleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu. Uwekezaji huu ni hatua muhimu katika kujenga kizazi chenye maarifa, maadili na uwezo wa kuijenga Tanzania ya kesho. Elimu bora inaanza na mazingira bora. Dodoma inaendelea kusonga mbele. Mtazamaji, asante kwa kutazama makala hii na kusihi endelea kufuatilia vipindi vyetu kwa kusubscribe, kulike na kucomment ili tupate maoni yako. Msimulizi wako nilikuwa Nancy Kivuyo. Kwaheri kwa sasa.